Kuna safari ambazo hupima kwa umbali wake na zipo safari ambazo hupima kwa athari yake katika nyoyo za watu. Kwa Waislamu wa Burundi, siku hizi zimekuwa zaidi ya ziara za kawaida, zimekuwa siku za matumaini mapya za kuimarisha umoja na za kusikilizwa na uongozi wao. Kutoka milimani pembezoni mwa ziwa Tanganyika hadi maeneo ya karibu na mipaka ya nchi, maelfu ya Waislamu wamejitokeza kwa shauku kumpokea mufti wa Burundi na mwakilishi wa kisheria wa Jumuiya ya Kiislamu Burundi Komibu, Sheikh Salum Nabagabo, akiwa na ujumbe mmoja tu uliobeba uzito mkubwa: umoja, mshikamano na maendeleo. Mufti ameendelea kuwafikia Waislamu walipo, akisikiliza changamoto zao, akiwatia moyo na kuwakumbusha kuwa nguvu ya umma wa Kiislamu haijengwi na idadi pekee, bali na umoja wa nyoyo zao. Mnamo tarehe 21 Julai 2026, msafara huo uliwasili katika wilaya ya Rumonge mkoani Burunga. Mamia wa Waislamu walimlaki kwa furaha kubwa, wakionyesha mapenzi yao kwa uongozi wa dini. Katika mkutano huo, mufti alisisitiza wazi kuwa maendeleo ya Uislamu hayawezi kupatikana bila umoja, ushirikiano na mshikamano. Baada ya mkutano huo, alitembelea na kukagua maendeleo ya Waislamu wa Rumonge, akisikiliza changamoto zao na kuwahimiza kuendelea kujenga jamii yenye misingi imara ya Kiislamu. Safari iliendelea hadi Nyanza, ambako mufti aliwataka Waislamu kuacha tofauti zinazoweza kuwagawa. Aliwakumbusha kuwa wote ni ndugu katika Uislamu na kwamba wakisimama pamoja, maendeleo ya dini na jamii yatakuwa rahisi kuyafikia. Kutoka hapo msafara uliendelea hadi Musongati, eneo la milimani karibu na mpaka wa Tanzania. Licha umbali na mazingira eneo hilo, Waislamu walijitokeza kwa wingi kumlaki kiongozi wao. Mufti aliwahimiza kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo, kuwapa watoto elimu bora na kuendelea kushikamana ili kujenga mustakabali wenye mafanikio. Kumazina nitwa Hakizimana Halidi, umutumba ni Shembe, zone ikomine nziza ya Musongati. Uno munsi n'umunsi w'ibitangaza, uno munsi n'umunsi w'umunezero. Uno munsi twaramukanye iteka ntangere ryo kwakira umushitsi w'icubahiro cyane w'ikirenga muri no komine yacu nziza ya Musongati. Kubisanzwe n'imboneka rimwe, je kuva mbayeho mfise imyaka 50, mugabo nta munsi numwe nari bwigerane nkorana mu ntoke n'umushitsi w'icubahiro nk'uyu. Ariko uno munsi nagiriye ibakwe, nanje nabaye mu bashitsi biteka, mufti yankoze mu ntoke gose n'umunezero mwinshi n'icubahiro cyinshi. Narinzi ko abantu bato banini bakuru batokubaha bato. None natwe Imana yaduteye iteka, uno munsi turi abantu bato, ariko Imana yaduteye iteka twakiriye umuntu aturengeye w'icubahiro. Hanyuma rero ico twobandanya dushima nuko nyakubahwa umuvyeyi wacu mufti iri teka rimwe aratera Burundi, iri teka ry'imboneka rimwe yori bandanya hano muri komine nziza ya Musongati. Sitwe twari tumukeneye twenka, hariho n'abandi bakimukeneye kandi banyotewe no kumubona. Twebwe natwe twosabira abo bantu batarashikirwa niyo nema yuko mufti yobandanya iki gikorwa ntaza cibagire. Atoye mwisho ya ziara katika mkoa wa Burunga ilikuwa wilaya ya Makamba. Hapa mbali na mkutano mkuu wa Waislamu, mufti alifanya vikao maalumu na vijana pamoja na kina mama. Akisikiliza maoni yao, akawahimiza kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii na kuendeleza mshikamano na ujenga nguvu ya umma wa Kiislamu. Kwa hatua hiyo, ziara wilaya zote za mkoa wa Burunga ikahitimishwa rasmi. Baada ya kuhitimisha ziara yake katika wilaya zote za mkoa wa Burunga, mufti wa Burundi aliendeleza safari yake kuelekea mkoa wa Bujumbura, akianza wilaya ya Bubanza. Akiwasili Bubanza, mufti alipokelewa kwa mapokezi makubwa aliyojaa furaha na bashasha, ishara mapenzi na heshima walionayo Waislamu kwa kiongozi wao. Katika mkutano huo, mufti aliwasilisha ujumbe wenye mafunzo makubwa kuhusu nguvu 4 zinazomwezesha Muislamu kufikia maendeleo. Alieleza kuwa maendeleo ya kweli hujengwa juu ya nguvu ya imani ya Mwenyezi Mungu, kwani imani ndiyo msingi wa mafanikio ya maisha ya duniani na akhera.
akataja nguvu ya elimu, akisisitiza kuwa jamii isiyowekeza katika elimu haiwezi kushindana na kufikia maendeleo endelevu. Aidha, alihimiza kujenga nguvu ya uchumi, akiwataka Waislamu kufanya kazi kwa bidii, kujitegemea na kuimarisha hali yao ya kiuchumi kwa njia ya halali. Na mwisho, alisisitiza nguvu ya ushirikiano na mshikamano, akieleza kuwa jamii inayoshirikiana, kusaidiana na kufanya kazi kwa pamoja huweza kutatua changamoto zake na kufikia maendeleo kwa haraka zaidi. Mnamo tarehe 28 Julai 2026, Mufti aliwasili katika mkoa wa Bujumbura, ambapo alipokelewa kwa shamra shamra nderemo katika wilaya ya Cibitoke. Mkutano huo uliwakutanisha Waislamu kutoka wilaya mbili, Cibitoke na Mugina. Walikusanyika kwa hamu ya kusikia nasaha za kiongozi wao kama ilivyokuwa katika maeneo mengine. Ujumbe mkuu uliendelea kuwa ni mmoja tu: mshikamano, ushirikiano na kujenga jamii ya Kiislamu yenye maendeleo. Baada ya mkutano huo, Mufti alitembelea na kukagua maendeleo ya Waislamu wa Cibitoke. Nimalize kwa kusema hii si safari ya kutembelea maeneo pekee, ni safari ya kuimarisha nyoyo, kujenga matumaini na kuwakumbusha Waislamu wa Burundi kuwa wakisimama pamoja chini ya uongozi wenye hekima na kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, hakuna lengo lisiloweza kufikiwa. Na huku ziara zikiendelea katika wilaya nyingine za nchi, ujumbe unaobaki ni mmoja tu: umoja ndio msingi wa maendeleo, na maendeleo huanza pale ambapo Waislamu wanakuwa kitu kimoja. Mimi ni Ibrahim Ramadhan na hii ni Bambara TV, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.